kisogeze hicho kiatu chao. Hawezi. Nikamwambia nikitoa hiki kiatu, nikikitoa hiki, nikasema ngoja niweke hapa. Alafu wewe shetani, sogeza hicho kitu weke pale. Hawezi. Kwa nini? Biblia inasema hivi, kama tumepokea ufalme usiotetemeshwa, halafu anasema angalia, nimemtia shetani chini ya nyayo zenu. Hii miguu hii sio ya kawaida. Kwa nini sio ya kawaida? Ni mizuri miguu ya wakina nani? Tena anasema kama nini? Ni mizuri kama nini? Miguu ya hawa watu hawa. Yaani kabla hawajasema kitu tunaanza na miguu. Hatujafika kwenye mikono tuweke mikono, tunaanza na miguu. Ni mizuri kama nini? Ikaonekana hakuna naweza kufananisha. Kama hakuna cha kufananisha, maana yake miguu yetu imebeba mamlaka. Miguu yetu imebeba umiliki. Miguu yetu imebeba utawala. Kwa tukikanyaga mahali fulani, mbingu zinafunguka. Tukikanyaga mahali fulani, mbingu inaachia. Tukikanyaga mahali fulani. Haleluya. Ninataka nikwambia hatuwezi tukaongozana njia moja na jini. Yaani mimi nimetangulia na kanyaga hivi na jini linakuja nyuma. Lenyewe litapita njia nyingine. Kwa sababu miguu yangu ni moto. Yaani ukikanyaga hivi, yaani ukijielewa tu, ukikanyaga hivi mahali inapigwa shoti kwenye ardhi. Hii ardhi ni kama mfumo wa umeme. Inapigwa shoti huko na huko na huko. Ndio maana Mungu anasema mahali mtakapokanyaga nyayo zenu nime wapa. Sasa hapa sikuzunguka tu kilala yote nipewe. Inabaki nini sasa? Yaani Mungu akisha sema namna inabaki nini? Ni kutembea kule. Pale nyumbani zunguka pote. Maana nimesema nikikanyaga nimekupa. Kanyaga nimekupa. Na hapa nimekupa. Hata waliweka mazindiko kakanyaga. Nimekupa napo. Uko tayari? Na utakia huo mguu wako mamlaka na nguvu na kishindo. Na iwe. Ukiingia kwenye nyumba ya mtu ana misukule mle ndani, ukiingia tu mle inapigwa shoti chini kwa chini mpaka kule ndani. Hapo naona mwenye nyumba anasema, na wewe shida yako ni nini? Chaneli hazisomi, zimegoma. Mariza Mungu. Tuko kwa Waebrania, tuko kwenye Waebrania. Tulikuwa 28. Na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kumbuka tunajifunza nini? Tunajifunza malighafi iliyotumika kuiumba roho ya mtu. Tumesema roho ya mtu iliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Sura ya Mungu ni nini? Sura ya Mungu ni moto. Ndio nasema tumtolee Mungu ibada kwa kicho. Kicho ni hofu ya Mungu. Maana Mungu wetu ni nini? Yaani unapomuona Mungu, sura ya Mungu ni moto unayekula. Sasa kama natufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, tufanye mtu kwa sura, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Okay. Hiyo roho iliumbiwa nini? Maana yake roho ya mtu iliumbiwa moto. Yaani moto uliumba roho iwe moto. Na malighafi iliyotumika
Na ndio maana roho ya mtu yenye Mungu, ile roho ya mtu yenye Mungu mbinguni wanaijua, kuzimu wanaijua, wachawi wanaielewa, mpaka maneno. Ndio maana Biblia inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu, anatumia kupeleleza. Unaposema hivi, waulize wachawi waona barabarani au kwenye njia ndogo, waulize kwamba hivi mimi nikoje? Unapohema hivi moto unatoka tu, hilo ni moto, hilo hii na mwenyewe. Ukihema tu, huu moto, hii pumzi ni moto. Kwa nini? Hii pumzi inatoka kwenye roho iliyoumbiwa moto. Kwa hiyo unapotoka, ndio maana unatoka unaenda kuweka mikono juu ya mtu, unaambia pepo na kuamuru toka, unasikia jamani. Hata sayansi inakataa, ni kusema tu. Mwambie mwanasiasa na wewe kajisemee kwa mwenye mapepo, tuone pepo linasema nini. Linakuelewa? Haliwezi kuelewa. Lakini sisi tusiona kateo uliko na, tunafika kusema pepo, unanielewa, nyanyuka, toka. Unashangaa hatutaingia tena. Kwa nini? Sisi ni moto. Alivyo Yesu ndivyo tulivyo. Kwa nje kwa kweli wala viasi wala sembe wala dona, lakini kwa ndani sivyo tulivyo. Kwa ndani ni automatic kabisa. Tuliumbwa kwa sura ya Mungu, kwa mfano wa Mungu. Tuna uwezo wa kufunga, tuna uwezo wa kufungua, tuna uwezo wa kuangusha, tuna uwezo wa kuinua, tuna uwezo wa kuua, tuna uwezo wa kuuisha, tuna uwezo wa kupeleka, tuna uwezo wa kurudisha. Tuna uwezo huo. Mimi ukijitambua, mamlaka inaingia kazini. Yaani ukijijua, mimi nakwambia unaporudi leo, natamani mtu arudi nyumbani kule, arudi amebadilika, alafu asianze kuwaza kwamba mimi leo nitalala macho. Hiyo ya kulala macho imeshapita muda wake. Yaani muda wa hiyo imeshapita. Hii ni kizazi cha wamtafutao Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka. Amen. Tangaza mamlaka mpaka kwa mtoto wako aliyeko shuleni. Mwambie kinachomsumbua yule mtoto wangu pale shuleni, kwa taarifa yake alitoka kwenye kiuno changu, alitoka kwenye tumbo langu. Mwisho kuanzia leo. Sikiliza, Yesu alijiliwa na jitu fulani lina imani kweli. Lile jitu likasema usije nyumbani Yesu, naelewa ulicho nacho, sema neno. Kule tu ataanza kupona kule kule. Yesu akasema ningepata wengi kama hawa na huduma inakuwa rahisi. Israeli yote siamona mwenye imani kama huyu. Sema kama hii ni rahisi na iwe kama ulivyotaka. Kwani lile jamani liendelea kukaa pale nyumbani, kaangalia kama liendelea kukaa kwenye semina ya Yesu. Sasa mimi nilikuja hapa kuchukua, nimeshachukua safari, nikaone safari. Anafika pale, anaona yani ndio kabisa mgonjwa ndio anakuja kumpokeza. Kama kuna mambo ya ajabu. Akataka historia iandikwe. John mliokuwa mnamhudumia, habari ikoje? Alipona saa ngapi? Alinoti na muda aliyosemea Yesu. Kwa maana mimi ninaweza nikasema kitu hapa, wewe uangaliage na muda. Vitu vingine ukiona unaangalia na hivi, kweli leo tarehe ngapi? Nimesema hili mwisho na mimi nimetia muhuri. Tarehe hii naishikilia, imekwisha. Jamani niangalia na muda kabisa. Yesu amesema saa ngapi? Akaona saa 7. Kaandika saa 7. Leta historia jamani. Alipona saa ngapi? Anasema jana mchana mnamo saa 7 ndo aliyepona. Ile message ni Luka saa ile na kufika saa ile. Nani hakuna umbali kwenye maombi? Sema hakuna umbali kwenye maombi.